Hujambo na karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Geopolitics, Mashariki ya Kati, mzozo mkubwa mno, vita vinaendelea, vita vilivyoanzishwa na Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran. Na katika vita hivi vilivyoanza tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu, Marekani na Israel kwa namna fulani wamefanikiwa katika vita hivi kwa kuwaondoa viongozi wakubwa wa Iran. Wamekuwa wakifanya target killings, wanafanya mauaji ambayo wanakuwa wameshayapanga na kwa asilimia kubwa yanafanikiwa. Tarehe 28 ya mwezi wa pili walimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, lakini kuanzia hapo tumeshuhudia viongozi wengine wakubwa wakiuawa. Tumeona kiongozi katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aliuawa juzi, Ali Larijani. Lakini pia taarifa nyingine kubwa ni kwamba rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha tena kuuawa kwa waziri wa ujasusi wa nchi hiyo Ismail Hatibu, akiita kifo chake na cha viongozi wengine kadhaa wakuu katika siku za hivi karibuni kama mauaji ya woga katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Hii ni taarifa nyingine ambapo tumeona usiku wa kuamkia leo ikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo mbalimbali vya habari, ambapo rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha kifo cha waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Hatibu. Israeli ilisema mapema kwamba Hatibu, ambaye Israeli inasema kwamba alihusika na ukandamizaji wa ndani na vifaa vya mauaji vya utawala huo, aliondolewa usiku wa kuamkia jana. Hii inakuja baada ya mamlaka ya Iran kuthibitisha kwamba afisa mkuu wa usalama wa taifa hilo Ali Larijani na mkuu wa zamani wa wanamgambo wa Basiji Jenerali Gholam Reza Soleiman wameuawa. Sasa kumbuka kwamba Israeli walikuwa ni wa kwanza kutangaza vifo vyao kabla ya Iran hawajazungumza jambo lolote. IDF ilitangaza mapema kwamba Ali Larijani pamoja na mkuu wa zamani wa wanamgambo wa Basiji Jenerali Gholam Reza Soleiman wameuawa, na baadaye kabisa taarifa zikaja kuthibitishwa na Iran. Sasa unajiuliza kwamba Israeli wanakuwa na taarifa zipi mpaka wanafanikiwa kufanya mauaji, lakini pia kutangaza wao wa kwanza kwamba wamefanya mauaji fulani, halafu serikali ya Iran inakuja kuthibitisha baadaye. Hii inathibitisha kwamba Israel, kitengo chao cha kijasusi cha Mossad, kinazidi kufanya vizuri mno katika uwanja wa vita. Unaambiwa majasusi wa Israel Mossad wamejaa sana Iran. Ndio maana ukiangalia katika mauaji mengi ambayo yana mashambulizi mengi ya kutarget viongozi yamekuwa yakifanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakishambulia sehemu fulani wanafanikiwa na wanaondoka na kiongozi mkubwa. Ukiangalia tangu vita vilipoanza, Iran imekuwa ikipoteza viongozi wakubwa. Sasa ni kifo ambacho anakithibitisha hapa rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwamba waziri wa ujasusi wa nchi hiyo Ismail Hatibu ameuawa. Sasa nilichokipenda zaidi ni kwamba katika vita hivi Marekani kuja kumwangusha Iran bado itakuwa ni ngumu sana. Kumbuka kwamba Marekani wana target kuangusha uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu. Nadhani juzi walipomuua Larijani pamoja na kiongozi wa wanamgambo wa Basiji Jenerali Gholam Reza Soleiman, tuliona Trump pamoja na chapisho ambalo lilidaiwa kuwa ni la Netanyahu wakiwataka watu wa Iran kuandamana wadai nchi yao. Kwa hiyo bado Marekani na Israeli wanawahimiza watu wa Iran kuandamana ili wachukue nchi yao. Kwa hiyo wanachokifanya wao ni kutaka kuzoofisha na kuangusha uongozi wa Iran. Ni vigumu kwa sababu gani? Nimeona hiki kitu alikizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran
Abbas Araghchi alizungumza kitu kimoja kizuri sana, nadhani pia watu wengi wanatakiwa wakifahamu hiki. Iran kuna kitu kinaitwa 4 succession plan, kwamba kiongozi mmoja anapokuwa madarakani wana system ambayo wameshaiandaa, chini yake kuna watu wengine 4 ambao wana uwezo wa kuchukua nafasi hiyo endapo kiongozi huyo atauawa. Ndio maana ukiona kiongozi yoyote ameuawa Iran, haichukui muda kiongozi mwingine anatangazwa. Sasa Abbas Araghchi amesema kwamba kitu ambacho maadui zetu hawaelewi ni kwamba kifo kwetu ni wajibu, na kwa kufahamu hilo mfumo unaandaa warisi wetu. Mimi leo ni waziri wa mambo ya nje, ila kesho naweza nisiwepo, na tayari wapo wengine watachukua hii nafasi. Larijani ameuawa, lakini warisi wake wapo. Mnapaswa kufahamu, hatupigani ili tuishi, tunapigana ili Iran isianguke na ili tufe. Njia zote mbili ni ushindi kwetu. Umeona ujumbe huu ambao ameutoa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Utarudi pale nilipokuambia kwamba Iran wana mfumo wa 4 succession plan. Kwa hiyo unapomuondoa kiongozi mmoja, tayari wana warisi ambao wameshawaandaa, kwamba anaweza kachaguliwa leo kiongozi mmoja kurisi nafasi ya Ismail Hatibu ambaye ametangazwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye alikuwa ni waziri wa ujasusi wa nchi hiyo. Lakini tayari kuna kiongozi mwingine ambaye tayari alikuwa ameshaandaliwa kwamba endapo kitokea huyu kauawa, huyu atachukua nafasi. Hata yule ambaye atachukua nafasi, kama yule aliyeondoka kama Hatibu kauawa jana, wa kuchukua nafasi kauawa leo, bado kesho kuna kiongozi mwingine. Ni mfumo ambao wameuandaa, lengo ni kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haianguki wala haiteteleki. Na sidhani kama kuna mtu alitegemea kwamba Iran itapigana vita kwa muda mrefu kama jinsi ambavyo tumeona mpaka sasa hivi. Wanafanya mashambulizi makubwa mno ya kulipiza kisasi. Nimeona mkuu wa jeshi la Iran ametoa taarifa nzito mno. Ametishia kwamba watalipiza kisasi kwa vifo vya maafisa wakuu. Bado wana nguvu ya kuendelea kupambana. Mkuu wa jeshi la Iran ametishia kulipiza kisasi vifo vya maafisa wakuu wa Iran waliouawa na Israel. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti. Kisasi cha damu safi ya shahidi huyo mtukufu na mashahidi wengine wa zamani kitachukuliwa. Ni Meja Jenerali Amir Hatami alinukuliwa akisema na shirika la habari la Tasnim lisilo rasmi, akizungumzia afisa mkuu wa Iran wa taifa hilo aliyeuawa Ali Larijani na mkuu wa zamani wa wanamgambo wa Basiji Jenerali Goram Reza Suleiman ambao wameuawa na jeshi la Israel. Na hii ilikuja muda mfupi tu baada ya Israeli kutangaza vifo vya Larijani na Suleiman, lakini pia kutangazwa kwa kifo kingine tena ambacho kimethibitishwa na Masoud Pezeshkian kwamba Ismail Hatibu ameuawa. Kwa hiyo tumeshuhudia kwanza mashambulizi makubwa yaliyofanyika usiku wa kuamkia jana, ambapo Iran imetumia makombora mazito mno kama Khorramshahr 4 yalitumika, lakini pia makombora yenye uwezo mkubwa mno yakiwa angani yanapasuka vipande vipande yametumika jana kushambulia Israeli. Tumeona Tel Aviv ikishambuliwa na Israeli wakithibitisha kwamba watu 2 wameuawa. Sasa wakati hayo yakiendelea na vita huko Mashariki ya Kati vikizidi kutanda, nimeona hii taarifa nyingine ambapo huko Iran kitu ambacho wanakifanya kwa sasa, wameandaa maandamano ya mazishi ya makamanda wakuu ambao wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel. Waombolezaji walipeperusha bendera za Iran na kukusanyika kuzunguka marori yaliyobeba majeneza yaliyofunikwa na picha za mkuu wa usalama marehemu Ali Larijani, lakini pia kamanda
wa Basij Gholam Reza Soleiman na mabaharia waliouawa wakati torpedo ya Marekani ilipogonga meli ya jeshi la majini la Iran karibu na Sri Lanka, huku Tehran ikiandaa msafara wa mazishi alasiri ya leo. Umati wa watu ulijaa uwanja wa Engerehabu katika mji mkuu wa Iran, huku waombolezaji wakiwa na picha za Larijani ambaye aliuawa katika shambulio la Israel. Mabango na bendera zilitanda njiani, huku lori lililokuwa limebeba majeneza likipita polepole katikati ya waombolezaji. Larijani ndiye mtu mwenye umri mkubwa zaidi aliyelengwa tangu siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel na kwingineko. Wakati mzozo ukizidi kuendelea, Iran imetoa onyo kwa raia walio karibu na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, UAE na Qatar. Na baada ya kutoa onyo hilo, Trump pia ametoa onyo kwa Iran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimewaonya raia wanaoishi karibu na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia, Qatar na Falme za Kiarabu, vikisema kwamba vitalenga maeneo hayo katika saa zijazo. Katika chapisho kwenye Telegram, shirika la habari la Iran la Tasnim lilisema watu wanapaswa kujiepusha na viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Samref na kiwanda cha kemikali ya Jubal cha Jubail nchini Saudi Arabia, lakini pia kiwanda cha kemikali cha Mesaidid, kampuni ya Mesaidid Holding, na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ras Rafan nchini Qatar, na uwanja wa gesi wa Al Hosni katika Falme za Kiarabu. Vituo hivi vimekuwa shabaha za moja kwa moja na halali na vitalengwa katika saa zijazo, Tasnim ilisema katika chapisho hilo. Kwa hivyo raia wote, wakazi na wafanyakazi, wanaombwa kuondoka mara moja katika maeneo hayo na kuhamia umbali salama bila kuchelewa. Hapo awali, maonyo ya wazi ya mara kwa mara yalitolewa kwa watawala wenu kuhusu kuingia katika njia hii hatari na kucheza kamari na hatima ya mataifa yao. Chombo hicho cha habari kiliongeza, kumbuka, Iran ilitoa onyo kwamba mataifa hayo yaache mara moja kumsapoti Marekani, ambapo Marekani amekuwa akitumia kambi za kijeshi za Marekani katika Ghuba kuishambulia Iran. Tumeona mashambulizi makubwa yakitokea pia usiku wa kuamkia leo, ambapo huko Bahrain katika kambi za Marekani walifanya mashambulizi makubwa kuelekea Iran. Sasa baada tu ya kutolewa kwa hilo onyo, Trump pia ametoa onyo kwa jeshi la Iran. Kumbuka kwamba kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran, kikosi chenye nguvu zaidi katika jeshi katika Jamhuri ya Kiislamu, kimetishia kuongeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya nishati katika eneo lote la Ghuba, katika taarifa iliyochapishwa pia kwenye Telegram pamoja na tovuti ya habari ya mahakama ya Iran. Kwa mara nyingine tena tunakuonya kwamba umefanya kosa kubwa kwa kushambulia miundombinu ya nishati ya Jamhuri ya Kiislamu, na majibu yataendelea. Taarifa ya IRGC ilisema ikiwa hili litarudiwa, mashambulizi zaidi dhidi ya miundombinu yako ya nishati na ya washirika wako hayatakoma hadi yatakapoharibiwa kabisa, na majibu yetu yatakuwa makali zaidi kuliko vitendo vya usiku wa leo. Hilo lilikuwa ni onyo la IRGC kwamba kile ambacho watakifanya na majibu ambayo watayatoa yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo wameyatoa awali. Sasa Trump ametishia kushambulia uwanja mkubwa zaidi wa gesi duniani ikiwa Iran itaishambulia Qatar tena. Rais wa Marekani amezungumzia jambo hilo na kutoa onyo kwa Iran. Endapo wataishambulia Qatar tena, basi watashambuliwa tena. Rais wa Marekani Donald Trump ametoka tu kutoa chapisho refu la ukweli wa kijamii, yaani kupitia mtandao wa Truth Social, kuhusu shambulio la Israel kwenye uwanja wa gesi wa Pars kusini huko Iran Jumatano usiku.
Katika kulipiza kisasi mgomo huo, Iran ilishambulia Ras Laffan ya Qatar, eneo la viwanda ambalo lina kituo kikubwa zaidi cha kusindika gesi ya kumiminika duniani, LNG. Katika chapisho lake lenye maneno makali, Trump amesema Marekani haikujua lolote kuhusu mgomo wa Israel na ametishia kuongezeka iwapo Iran itaishambulia tena Qatar. Kwa hasira kwa kile kilichotokea Mashariki ya Kati, Israel ilikemea vikali, Trump aliandika. Ameendelea na kusema Marekani haikujua lolote kuhusu shambulio hili mahususi na nchi ya Qatar haikuhusika kwa njia yoyote, sura au umbo, wala haikuwa na wazo lolote kwamba ingetokea. Lakini Iran haikujua hili, Trump anaandika, na kwamba mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwa Ras Laffan wa Qatar yalifanywa bila uhalali na isivyo haki. Trump anaandika katika miji mikuu kwamba Israel haitashambulia tena uwanja wa gesi wa Pars kusini mwa Iran, isipokuwa Iran itaamua bila busara kushambulia taifa lingine lisilo na hatia ambalo katika kesi hii lilikuwa ni Qatar. Iwapo Iran itaishambulia tena Qatar, Trump anatishia kwamba Marekani italipua kwa kiasi kikubwa eneo lote la uwanja wa gesi wa Pars kusini kwa kiasi na cha nguvu na uwezo ambao Iran haijawahi kuona au kushuhudia hapo awali. Anaongeza kuwa hataki kuzinisha kiwango hiki cha vurugu na uharibifu kwa sababu ya athari za muda mrefu kwa Iran, lakini ikiwa LNG ya Qatar itashambuliwa tena, sitasita kufanya hivyo. Ni Trump aliandika kupitia mtandao wa Truth Social. Kwingineko, nimeona Pentagon inatafuta zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 200 kufadhili vita vya Iran. Ripoti zinasema kwamba Pentagon imeiomba ikulu ya White House kuzinisha zaidi ya dola bilioni 200 za Kimarekani ili kufadhili vita nchini Iran, afisa mkuu wa utawala ameiambia Washington Post. Gazeti hilo linasema kwamba kiasi hiki kingepita gharama ya kampeni ya utawala wa Trump hadi sasa, na badala yake kuongeza kwa haraka uzalishaji wa silaha muhimu zinazotumika. Maombi tofauti ya ufadhili yamewasilishwa na Pentagon katika muda wa wiki 2 zilizopita. Inapendekeza kwamba wazo hilo lina uwezekano wa kuanzisha vita vya kisiasa katika bunge la Congress. Idara ya ulinzi ya Marekani na ikulu ya White House zote zimekataa kutoa maoni yao wakati wa chapisho la taarifa hii. Mengi nitakujuza hapa kwa kina zaidi kitu gani kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Ni hayo tu kwa sasa tulikuandalia, lakini kubwa tuachia maoni yako na endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.